Afrika Mashariki inaendelea na mfungo wa Ramadhani, huko Mashariki ya Kati katika mataifa kama Saudi Arabia wakisherehekea sikukuu ya Eid al-Fitr katikati mwa vita vya Iran. Mataifa ya Ghuba yametangaza kuwa sala za sikukuu ya Eid mwaka huu zitafanyika katika misikiti ya kawaida badala ya umati wa watu kukusanyika viwanjani kama ilivyoada, hivyo ikiwa ni tahadhari tu kutokana na mashambulizi yanayofanywa na Iran kwa mataifa hayo. Wapalestina katika ukanda wa Gaza ulioharibiwa vibaya na vita leo wamekusanyika kuadhimisha sikukuu ya Eid inayoashiria mwisho wa mwezi wa mfungo wa Ramadhan, wakiwa wamedhamiria kukiokoa kiwingu kilicholetwa na vita katika ukanda huo. Wazazi katika eneo la Khan Yunus walikusanyika kuoka biskuti kwa ajili ya watoto wao ambao maisha yao yameathirika vibaya na vita, huku mapigano makali yakiwa yamepungua huko Gaza kutokana na makubaliano ya kusitisha mapigano yaliyofikiwa. Israel imekuwa ikifanya mashambulizi hapa na pale kila kukicha. Huko nchini Iraq katika mji wa Erbil nako maandalizi ya sherehe hizo yamefanyika, ila kwa kiasi kidogo, huku wasiwasi wa usalama ukiwa umegubika raia kutokana na vita vya Iran, Marekani na Israel. Wamiliki wa maduka katika mji wanasema mazingira yamebadilika katika sherehe za mwaka huu ikilinganishwa na sherehe za mwaka jana. Licha ya wasiwasi ulioko, masoko yamesalia wazi huku familia zikiendelea kufanya manunuzi kwa ajili ya sherehe za Eid. Tangu kuanza kwa vita vya Iran mnamo Februari 28, Iran imeshuhudia mashambulizi kadhaa yakiwemo droni na makombora kufanywa nchini humo, huku kambi za jeshi, miundombinu ya mafuta na maeneo mengine yakishambuliwa. Nako nchini Afghanistan, waumini wa Kiislamu wameadhimisha sikukuu ya Eid kwa sala katika msikiti wa Shah Do Shamshira mapema Jumatano. Afghanistan na Pakistan walitangaza usitishwaji wa mapigano yanayozidi baina ya nchi hizo mbili, siku mbili baada ya Kabul kulaumu Islamabad kwa shambulizi la angani katika mji huo mkuu iliyosababisha vifo vya mamia ya watu. Nchi hizo mbili zimetangaza kuwa kwa pamoja zinasitisha vita kupisha sherehe za Eid kutokana na mwito wa Saudi Arabia, Uturuki na Qatar. Huko Pakistan nako sikukuu hiyo imeadhimishwa Alhamis, huku maelfu ya watu wakiwa wamefurika kwenye vituo vya mabasi na treni huko Lahore kujaribu kupata usafiri kuelekea maeneo ya vijijini kwa ajili ya kusherehekea na familia zao. Hali ni sawa na hiyo huko nchini India na Bangladesh ambako Waislamu wanaadhimisha sherehe hiyo baada ya mwezi wa Ramadhani, ila sherehe za mwaka huu zimegubikwa na vita vinavyoendelea nchini Iran ambayo imesababisha kuongezeka kwa bei ya mafuta na gesi. Katika mji mkuu wa India, New Delhi, uhaba wa mitungi ya gesi inayotumiwa na wengi kwa mapishi ni jambo lililosababisha migawa mingi kutumia meko yanayotumia makaa kuandaa vyakula vya sikukuu. Serikali ya India imechukua hatua ya kuelekeza mitungi mingi zaidi ya gesi kutumika majumbani baada ya migahawani na mahotelini. Bei za bidhaa nchini humo zimepanda na baadhi ya migahawa imechukua hatua ya kutopika baadhi ya vyakula kutokana na matatizo hayo ya nishati ambayo yamesababishwa pakubwa na vita vya Iran. India kwa sehemu kubwa inategemea gesi na mafuta yanayosafirishwa kupitia mlango wa bahari wa Hormuz. Hayo yanafanyika wakati ambapo Iran imetangaza kuwa leo Ijumaa ndio siku ya mwisho ya mfungo wa Ramadhani, huku taifa hilo lililo na idadi kubwa ya Waislamu wa Kishia likitangaza kuwa sherehe za Eid zitafanyika Jumamosi. Taarifa hiyo imetolewa na ofisi ya kiongozi mkuu Mojtaba Khamenei ikisema kuwa Ijumaa ndio itakayokuwa siku ya 30 na itakuwa siku kuu ya kutazama kuandama kwa mwezi kulingana na kalenda ya Kiislamu. Mwaka huu sikukuu ya Ramadhani huko nchini Iran inakuja wakati wa sherehe za mwaka mpya wa Newruz. Katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, mamilioni ya Waislamu kote duniani hufunga kuanzia alfajiri hadi magharibi, hiyo ikiwa ni moja ya nguzo 5 ya Uislamu ambapo waumini wanatakiwa kutokula, kunywa, kuvuta sigara na kutoshiriki ngono wakati wa kwenye saumu. Katika kipindi hicho Waislamu hutakiwa pia kutoa zaka kwa masikini. Hii ni TMC News Update kimataifa. Mimi ni Ronald Sonyo. Endelea kutufuatilia ili wa kwanza kupata taarifa zetu pindi tunapozipakia hewani.